Mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu ya Force News Tanzania, leo nakuletea ripoti hii kuhusu kuongezewa muda kwa tume ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Na taarifa hii inaletwa nami Ngonise Kahise. Tuungane kwa pamoja. Tarehe 20 Februari 2026, mamlaka ya uteuzi imeongeza muda wa siku 42 kwa tume ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa katika gazeti la serikali, tume hiyo sasa inatakiwa kukamilisha kazi yake na kuwasilisha taarifa kabla au ifikapo tarehe 3 Aprili mwaka 2026. Awali, tume ilipaswa kuwasilisha taarifa yake ifikapo tarehe 20 Februari 2026, ikiwa ni ndani ya siku 90 tu tangu ilipoanza rasmi majukumu yake tarehe 20 Novemba mwaka 2025, mara baada ya kuzinduliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Sababu ya kuongezewa muda huo ni pamoja na wingi wa taarifa na ushahidi uliokusanywa na unaoendelea kukusanywa, ambapo unahitaji uchambuzi wa kina. Tume pia imelazimika kutumia wataalamu kutoka ndani na nje ya nchi kwa ajili ya uchunguzi wa kisayansi na uchambuzi wa kidigitali wa baadhi ya vielelezo. Aidha, tume imebaini kuwepo mapengo katika baadhi ya taarifa na ushahidi, hali inayohitaji muda zaidi ili kukamilisha uchunguzi kwa kila hoja inayohusika. Kupitia mwenyekiti wake Judge Othman Chande, tume imetoa wito kwa wananchi wote waliopo ndani na nje ya nchi kuendelea kuwasilisha taarifa, ushahidi wa maoni yao na kutumia njia mbalimbali zilizotolewa, ikiwemo mawasiliano ya ana kwa ana, maandishi kwa posta, barua pepe, ujumbe mfupi wa simu pamoja na tovuti maalum ya tume. Viongozi wa dini, vyama vya siasa, taasisi na mashirika yasiyo ya kiserikali pamoja na watu binafsi waliopokea mialiko lakini bado hawajafika mbele ya tume wametakiwa kutumia fursa hii kushiriki katika uchunguzi unaoendelea. Tume itaendelea kufanya vikao vya wazi isipokuwa pale ambapo mashahidi watahitaji kulindwa kwa sababu ya usalama wao. Sasa ningependa kujua maoni yako. Unaonaje hatua hii ya kuongezewa muda? Andika maoni yako hapo chini kwenye comments na usisahau kufollow ukurasa huu kwa taarifa na uchambuzi zaidi. Mimi ni Ngonise Kahise, tutakutana tena kwenye ripoti nyingine. Uwe na wakati mwema.